Tunapoelekea kilele cha maadhimisho ya siku ya mazingira duniani, naomba kutoa rai kwa Watanzania wote tuwe na tabia njema ya kuchukia uchafu, tuweke mazingira yetu yanayotuzunguka kuwa safi wakati wote. Tuwafundishe watoto wetu mazingira yanayotuzunguka kuwa ni safi. Tuwafundishe watoto wetu kuchukia uchafu na kuhakikisha kwamba mazingira yote yanayotuzunguka wakati wote yanaendelea kuwa safi. Pia tuwafundishe watoto wetu kupanda miti katika maeneo yanayotuzunguka ili kuwa na mandhari nzuri tunamoishi na kuepuka athari kubwa za tishio la mabadiliko ya tabia nchi. Nitoe wito kwa ofisi za wakuu wa wilaya na wakurugenzi wa mamlaka za serikali za mitaa kutekeleza yafuatayo: mosi, kuratibu shughuli za usafi wa mazingira katika halmashauri zenu. Pili, kusimamia sheria ndogo za usafi wa mazingira na kubuni mbinu mbalimbali zitakazowezesha maeneo yenu yote ya utawala kuwa safi. Tatu, kushirikisha sekta binafsi na kuweka mazingira wezesha kutumia fursa zitokanazo na udhibiti wa taka, ikiwemo ukusanyaji wa taka, biashara ya kaboni na uwekezaji wa madampo ya kutupia taka ambazo pia zinachangia katika upatikanaji wa ajira. Nne, kuhakikisha mnasimamia utekelezaji wa mkakati wa nishati safi ya kupikia, hasa kupunguza utegemezi wa kuni na mkaa na kuhamasisha matumizi ya nishati safi ya kupikia. Tano, endeleeni kuhakikisha kwamba mnaandaa na kutekeleza mipango mahususi ya urejeshwaji wa maeneo yaliyoharibika. Lakini sita, endeleeni kuhakikisha mnaendelea kusimamia na kutekeleza kampeni ya kupanda na kutunza miti milioni 1.5 kila mwaka na uanzishaji bustani za kijani katika halmashauri zenu. Ndugu mgeni rasmi, shughuli hii ni kuweka alama ya maadhimisho ya siku ya mazingira duniani ambaye huwa inaadhimishwa tarehe 5 duniani kote, lakini kwa nchi yetu ya Tanzania maadhimisho haya yalianza tarehe 11 mwezi Mei, wakati Mheshimiwa Waziri wetu wa mazingira alipokuwa ametoa hotuba yake au ametoa tamko rasmi la serikali la maadhimisho ya siku ya mazingira duniani. Ndugu mgeni rasmi, katika maadhimisho haya shughuli mbalimbali zinafanyika katika mikoa yote, hususan katika majiji ya Tanzania bara, na tunaadhimisha kwa kauli mbiu isemayo Dira 2050 tuwajibike kukijanisha Tanzania. Dira hii imekuja, kauli mbiu imekuja kwa sababu tunatarajia mwaka 2050 nchi yetu iwe ni kati ya nchi 10 bora katika hifadhi ya mazingira. Kwa hiyo tumeona kwamba tutumie kauli mbiu hii ili kuhamasisha wananchi katika kuhifadhi mazingira na kuipeleka nchi yetu kwenye malengo ya Dira 2050. Kama nilivyokwisha sema, majiji yote 6 yamefanya shughuli hizi, na leo sisi tuko Dodoma, lakini wenzetu wa Mwanza pia wapo wanafanya shughuli kama hizi. Tumeshafanya shughuli hii kule Tanga na hata kule Mbeya. Wenzetu wa Dar es Salaam wanatarajia kuifanya shughuli hii tarehe 2. Ndugu mgeni rasmi, pamoja na maadhimisho haya kutakuwa na uzinduzi wa programu kabambe ya kukijanisha Tanzania kwa lengo hilo la kuifanya nchi yetu kuwa kinara wa mazingira. Kwa majina naitwa Sadi Mlisho Sindano, ni mmoja wa wafanyabiashara wa soko kuu la Machinga Dodoma Complex. Tumehudhuria leo wa Machinga pamoja na wananchi wote wa kata ya Majengo, ishu ya usafi wa mazingira Dodoma kitaifa. Ni mazingira yanafanyika Dodoma. Leo ni siku ya uzinduzi wa mazingira, na waasa wananchi iwe ni sehemu endelevu ya kufanya usafi, sababu usafi ndio kila kitu. Sehemu yote ya biashara, ya makazi, sehemu yote ya ofisi za aina yoyote za serikali, za binafsi, tujitoe kwa wingi
kufanya usafi wa mazingira, kwa sababu mazingira tuyatunze na yenyewe yatutunze. Umuhimu wa kufanya usafi wa maeneo yetu ni kwamba kuweka mazingira safi kibiashara, kiafya na kimuonekano wa eneo ambalo unafanyia kazi au eneo ambalo hata kama unatembea likiwa safi, ni sehemu ambayo inaleta hamasa ya mazingira. Mazingira huwa ni sehemu mojawapo inatufanya, yani unapokuwa sehemu safi na wewe mwenyewe unakuwa katika muonekano wako ni msafi.